Wanawake uhisi ngono tu ndo kufanya usaliti, lakini ukweli ni kwamba kuna mambo 6 ambayo wanaume tunayachukulia kuwa ni usaliti pale tu tutakapoyaona kwa mwanamke ambaye tuko naye kwenye mahusiano. Namba 1, mwanamke kuzungumza na mwanaume mwingine na pale tunapomuuliza anatuambia huyu ni best friend wake, ni rafiki wa shuleni, tulisoma naye, mfanyakazi mwenzangu na wengine ambao wanaingia kwenye kundi hilo. Namba 2, kumshirikisha mwanaume mambo ya mimi na wewe, mambo ya ndani. Kwa mfano, kuna ugonjwa unaumwa, mimba, jinsi mimi na wewe tunavyoshiriki tendo na chochote ambacho kinahusu mahusiano yetu. Namba 3, kumsifia mwanaume mwingine, ana mashine kubwa, ana kifua, ana pesa, sijui ana nini, yaani wewe kumsifia tu, sifa yoyote mwanaume, sisi kwetu ni usaliti. Namba 4, mwanamke unapochat, unapopigiana simu, unapozungumza na watu wengine, hususan ni mwanaume, mtu yeyote lakini, ila mtu mwingine, alafu yale mazungumzo ukayafanya siri, mmechati ukafuta meseji, mmepigiana simu ukafuta call record, mmepigiana video call ukaondoa ushahidi wa mazungumzo yenu, au ulikuwa umeenda sehemu ambapo ulinambia, labda unaambia naenda kwa dada, ukaenda kwa mtu mwingine, hata kama sio mwanaume, ukaenda kwa mtu mwingine mkazungumza, mkawa tayari hapo kuna usiri ambao unautengeneza kwamba mimi hutaki mimi nijue kwamba ulikuwa sehemu fulani na ulifanya kitu fulani. Huo ni usaliti. Namba 5, kujenga uhusiano wowote wa kihisia na mtu nje ya mahusiano yetu, iwe ni mwanamke au ni mwanaume. Ya mwisho ni kuwa na profaili, kuwa na akaunti iliyoko active kwenye mitandao ya kutafuta mabwana, sijui Tinder, sijui nini, huko kule unafanya nini? Ule ni usaliti. Kama kawaida ni Babu 2050 ambaye inakufundisha vitu ambavyo ulitakiwa kufundisha na baba yako.